Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel tupendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari za Disemba, habari za kuelekea katika sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Ni matumaini yangu makubwa ndugu msikilizaji uko salama na uhai wako umebarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ewe shabiki mpenzi, mtazamaji, msikilizaji wa channel yetu hii ya Ndindi Channel, pale katika uongozi wa klabu ya soka ya Simba mambo ni kama haeleweki. Hivi karibuni pamekuwa na sintofahamu za hapa na pale, hali iliyopelekea mpaka kumfukuza aliyekuwa meneja wao Pantev, ambaye walimtoa katika klabu ya soka ya Gaborone United, klabu ambayo walipambana nayo katika hatua ya awali ya mtoano wa klabu bingwa barani Afrika. Hii imekuja mara baada ya klabu ya soka ya Simba kukubali vichapo viwili mfululizo. Kichapo cha kwanza wakikipata katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kichapo cha pili wakikipata katika ardhi ya pale nchini Mali katika klabu ya Stade Malien ya pale nchini Mali, kwa kubali kichapo cha magoli 2-1, hali iliyopelekea uongozi wa klabu ya soka ya Simba hivi punde kumfurusha meneja wao Matatu Pantev na kuachana naye rasmi. Hivyo uongozi wa Simba uko mbioni kutafuta meneja mpya ambaye atahudumu katika klabu hiyo kama sio kocha mkuu. Klabu ya soka ya Simba ambaye ina kocha msaidizi Suleiman Matola, ambaye hivi sasa amefikisha vigezo vyote vya kutosha kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Ni jukumu lao sasa klabu ya soka ya Simba kumwamini Matola au kwenda nje kutafuta kocha mwingine, ila Matola hivi sasa anatosha kabisa kuwa kocha mkuu. Ni sababu zipi zinazofanya uongozi wa klabu ya soka ya Simba unazidi kumng'ang'ania Matola kama kocha msaidizi, aliyakuwa wanapokuja wageni wengi wanaondoka na kumwacha yeye akiendelea kuhudumu kama kocha msaidizi? Itoshe kusema kama wameamua kuondoa tatizo na kuacha mzizi, basi wanatakiwa kung'oa mzizi na ndipo kukata matawi. Itoshe kusema kama Matola ana kibali cha kutosha kuaminiwa na Simba kupewa kuwa kocha mkuu, basi ni dhahiri shairi ni wazi anafaa kuondoka. Kama tatizo linalokuja ni makocha wa kigeni, basi mzizi wa tatizo hilo ni Suleiman Matola, ambaye amekuwa karibu na wachezaji zaidi kwa kipindi cha takriban miaka 10 yuko ndani ya klabu ya soka ya Simba. Wanakuja makocha wengi wa kigeni, wanaondoka, wanamwacha yeye akiendelea kuhudumu kama kocha msaidizi, hali ambayo inazidi kutia wasiwasi. Hivi sasa kuna mgogoro mkubwa katika uongozi kati ya bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba pamoja na mwenyekiti wao Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa klabu, pamoja na wanachama wa klabu ya soka ya Simba. Christus Magori ambaye anaiwakilisha bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba ameonekana kuwa na nguvu kubwa ya ushawishi kwa baadhi ya wachezaji ambao aliwaleta katika kikosi hicho cha klabu ya soka ya Simba, hali inayopelekea matokeo mabovu na mabaya katika klabu hii ya soka ya Simba. Christus Magori alitoka hadharani na kusema kwamba baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba wana matatizo ya afya ya akili. Kauli ile ilichukuliwa kwa masiara na wengi walioji ni kwa nini amesema hali kama hiyo, ikiwa yeye ni kiongozi mkubwa wa juu wa klabu ya soka ya Simba. Watu walikwenda mbali na kufuatilia na kuja kugundua ya kwamba mfululizo wa matokeo mabovu ya klabu ya soka ya Simba unachangiwa na Christus Magori, ambaye na wachezaji wake wasiopungua 5 ambaye alihusika katika usajili wao. Christus Magori amehusika katika kuwahimiza wachezaji kutokujituma katika klabu ya soka ya Simba, hali inayopelekea matokeo mabovu ya kufungua mfululizo katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Christus Magori pamoja na bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, lengo lao ni kuhitaji mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Murtaza Ali Mangungu, ambaye anawakilisha wanachama pamoja na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, ajiuzulu na kuachia ngazi mara moja na klabu ipate mwenyekiti mpya ambao watamhitaji wao wenyewe.
huu mgomo wa wachezaji kukosa magoli ya wazi, msitafute mchawi. Kocha au meneja Pantev amefukuzwa, lakini ni mbuzi wa kafara. Mchawi mkubwa wa klabu ya soka ya Simba ni bodi ya wakurugenzi pamoja na upande wa wanachama, wakiwa wanavutana katika maslahi yao binafsi ya uongozi pale katika klabu ya soka ya Simba. Mashabiki na wanachama wa klabu ya soka ya Simba, mnapaswa kuingilia kati na kulivalia njuga sakata hili linaloendelea miongoni mwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Murtaza Ali Mangungu pamoja na mkurugenzi wa bodi ya watendaji wa klabu yenu ya soka ya Simba anayemwakilisha mwekezaji mkuu ambaye ni Christus Magori. Mnapaswa kukaa chini na kujadili swala hilo ili kutatua changamoto hizo. Kinachoendelea katika klabu ya soka ya Simba, wale wote waliosajiliwa na Christus Magori, mwenyekiti wenu Murtaza Ali Mangungu anahitaji kuwaondosha mara moja, na ameanza na kocha Pantev ambaye ni meneja. Msishangae katika dirisha la Januari Eli Mpanzu Kibisawala, Charles Ahua wote wakakosekana katika klabu ya soka ya Simba. Hiyo yote ni katika harakati za kumwangusha mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu. Usichoke kunifuatilia katika channel hii kwa habari nyingi zaidi za kuvutia na za kusisimua.